Asante kwa neema kwamba sisi tu miongoni mwa walio hai, na umetupa neema kujihudhurisha kwenye madhabahu. Tunasimama kwenye madhabahu hii kwa toba, kwa sababu tunajua udhaifu tuko nao katika kuwaza, katika kunena na katika kutenda. Na ijulikane wewe ni Mungu kwa ajili ya ibada ambayo Mungu umetupa siku ya leo. Tunaungana kukushukuru Mungu kwa ajili ya kila nafsi ambayo Bwana umeipa nafasi kujihudhurisha kwenye madhabahu hii. Tunahisi neema yako itufunike, nasi tunasimama kinyume na kila mfalme na mamlaka za giza. Jioni ya leo zisipate nafasi ya kujihudhurisha hapa, bali Roho Mtakatifu aliye mwalimu mwema atujalie neema ili kuketi kwetu hapa ikawe ni kwa faida. Tutenge na kila udhaifu, tutenge na kila mapando, tutenge na kila udhaifu wa kipepo. Tupe neema. Tunasimama kwa shukrani na zaidi tunasimama kwa toba, tukisi neema yako itufunike, na mtu awaye yote asiwe mtumwa wa uharibifu, bali akatunzwe na neema ya damu ya Yesu Kristo. Ni katika jina la Yesu tunaomba uwepo wa Roho Mtakatifu wako aliye mwalimu mwema ajuaye kufundisha, nasi tuko tayari kujifunza, na wingu lako la utukufu litufunike. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kukushukuru. Amen. Amen. Naomba ukae. Tunamshukuru Mungu tena ambaye ametupa neema ya jioni ya leo. Kumbuka kuwa na neno la shukrani kwa Bwana, lakini nikukumbushe kwamba tupo kuhitimisha somo ambalo tumekuwa nalo kutoka siku ya Jumanne mpaka siku ya leo. Tutakuwa tunahitimisha. Somo letu lilikuwa linasema umuhimu wa kuruhusu nguvu ya Mungu ishughulikie udhaifu ulio nao wenye historia ya kifo ndani ya ukoo au familia. Na tukasema kila familia ina udhaifu fulani wa kiroho ambao unahitaji sana nguvu ya Mungu kuondolewa au kushughulikiwa. Na tukasema Mungu anatafuta mtu ndani ya familia ambaye atabeba wajibu au atatumiwa na Mungu kwa sababu ya kushinda au kuondoa udhaifu. Tumeona kwenye maandiko mbalimbali Mungu akitumia watu. Lakini jioni ya leo tunapohitimisha, naomba tuone kitabu cha Kutoka mlango wa 17 ule mstari wa 8 hadi ule wa 16, na tutakuwa na muda wa kuomba. Tuomba tafakari kwa ufupi ili tupate nafasi ya kuomba. Na kwa nini ninatamani tupate nafasi ya kuomba tunapohitimisha somo hili? Ili uruhusu nguvu ya Mungu katika sekta mbalimbali ambazo ungetamani hiyo nguvu ipite na ishughulikie. Hakuna mtu ambaye anaweza kuomba kadri vile ambavyo unapita kwenye mapito yako, na kila mmoja ana wajibu wa kuomba mwenyewe kwa sababu anaujua udhaifu ulioko ndani ya familia yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kulia msiba wa jirani hakufanani na kulia msiba wako nyumbani. Ndio maana ukisikia yule amefiwa na baba yake utasikitika sana, lakini huzuni haifanani na mwenye baba. Kwa hiyo nasema haya ili tukiingia kuomba, uombe kama mtu ambaye una uchungu na hali ambayo familia inapitia au ukoo unapitia, ili kufanya kitu fulani kizaliwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunaishi kwenye nyumba majirani, ukisikia aina fulani ya kelele kwenye nyumba ya jirani, huwa inatufanya tutoke kwenda kushuhudia nini kinaendelea na kama anahitaji msaada. Kwa kelele yako itafanya mbingu zifunguke, halafu Mungu ateremke kuleta msaada, kwa sababu anasema kwenye maandiko, kwenye kitabu cha Kutoka, anasema kilio cha wana wa Israeli kimefika juu. Kwa kama kilio kimefika juu, maana yake walipaza sauti. Kwa ukinyamaza ni kama mtu usiyehitaji msaada. Kwa hiyo kuomba na kupiga kelele kiroho kunadhihirisha
Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, twende kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa 17 mstari wa 8. Mungu akitupa neema tutafika ule wa 16. Anasema hivi: wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidim. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Taratibu tutasogea. Musa anampa maelekezo Yoshua, lakini unachokisikia hapa anasema Wafilisti walianza kupigana, Waamaleki walianza kupigana na Israeli huko Refidim. Sasa mstari ule wa 10 wa 9 anasema Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu utoke upigane na Waamaleki. Kwa hiyo aina ya vita iliyoko ndani ya familia, sio kila mtu anaruhusiwa kupigana. Kuna watu Mungu amewachagua na amewajaza nguvu ya kupigana na hiyo vita. Sasa katika taifa la Israeli kama familia hawaingii vitani wote, wanaingia wachache kwa niaba ya wengi, na Mungu anasimama na wale wachache ili kuwapigania wengi. Amen. Nitaka uelewe mstari ili ujue kama Mungu amekuchagua wewe, kwa sababu kama Yoshua anaambiwa chagua watu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Anaposema ukatoke, manake kwenye hao watu watakaoenda vitani, Yoshua wewe ukapigane na Waamaleki. Manake hao watakao kuwa wamechaguliwa hawaendi kwa nguvu zao. Anachokiendeleza hapa Musa anasema hivi: kesho nitasimama juu ya kilele kile na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Wakati hawa wanaenda vitani, Musa atakuwa amesimama kwenye kile kilele. Kwa lugha nyingine, atasimama kwenye mlima wa Mungu. Wakati watu wako kwenye vita, yeye atakuwa anaomba. Na ndio maana tukiandaa mkutano wa Injili, kuna watu wanakuwa ni waombaji, kuna watu wanakuwa ni waimbaji, kuna mtu anakuwa ni mhubiri. Wale waombaji wanakaa kwenye maombi kushikilia wingu. Amen. Sasa ndani ya familia lazima awepo mtu anayeshikilia wingu la Bwana litakalo wasaidia ninyi kushinda vita. Kama hakuna mtu anayeshikilia wingu la Bwana, vita mshindi. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Mungu unatafuta mtu. Musa hajaenda vitani, lakini ushindi wanaopata kule unamtegemea Musa akae vizuri kwenye uwepo wa Bwana. Ngoja niongeze mstari hapa. Anasema hivi: basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Waamaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. Basi wakatoa jiwe wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu ili iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua, ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Kwa nini anasema andika? Kwa sababu hiki kinachoendelea hapa Yoshua haoni. Kwa hiyo Yoshua hajui kwamba kuna muda Musa alichoka akashusha mikono. Hajui. Musa aliposhusha mikono, Yoshua alishindwa vita. Sasa kitu nataka hapa ni
Unapochoka kuomba, unaruhusu adui yako kukushinda. Ukichoka kuomba, unatoa mwanya wa adui yako kukushinda. Kwa sababu Biblia inasema Musa alipochoka akateremsha mikono, Amaleki walishinda. Kwa kuchoka kwa Musa kulisababisha udhaifu kwenye jeshi. Kwa unapochoka kuomba, unasababisha udhaifu zaidi wa mashambulizi ya kipepo ndani ya familia au ndani ya ukoo. Sasa wakati mwingine kinachochosha usiendelee kuomba ni maneno ya unaowaombea. Amen. Unaowaombea hawathamini bidii yako. Na wakati mwingine akwambia ndio maana unakonda kila siku kanisani. Halafu hawajui kunenepa kwao kunatokana na muumbaji ambaye anateswa na mifungo, ila hawa hata hawafungi. Sasa Yoshua anapigana vita, anakabiliana na upanga. Hatumii upanga tu, isipokuwa Mungu wa Musa anampa ushindi Musa kupitia Yoshua. Kwa kushinda kwa vita kwa Yoshua ni kushinda kwa vita kwa Musa. Amen. Na kushinda vita kwa Musa ni kushinda kwa vita kwa Mungu wa Musa. Na ndio maana ukisoma mahali pengine anasema hivi, kama Israeli watafia hapa, jina lako litajulikanaje, litatajwaje na watu wa mataifa, kwamba Mungu lituchukua huko ili uje utuue jangwani. Kwa hiyo unaposhinda vita wewe, ni Mungu wako ameshinda. Amen. Amen. Na ujue kwamba kama unapigana vita unamwakilisha Mungu. Kushinda kwako kunampa Mungu utukufu, na kushindwa kwako hakumpi Mungu utukufu. Ndio maana kila wakati ukisimama kuomba, jambo muhimu lilenge ushindi wako, ulenge kuinua utukufu wa Mungu. Kwa sababu kama ushindi wako haumpi Mungu utukufu, Mungu asimame na wewe kwenye vita. Kwa nini? Kwa sababu anaangalia mpaka mataifa yaliyoko leo duniani. Ukialika aje akusaidia kwenye vita, yanauliza utatupa nini? Ndio maana nchi zenye mafuta zinatakiwa kusacrifice visima vya mafuta. Nchi zenye madini wanawaambia mlima huu wa kwetu. Nchi zenye gesi wanasema tutachimba gesi miaka 20. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ngoja nijaribu hivi. Wanaopata changamoto ya kuomba kazi wanaelewa. Akina dada wakiomba kazi wanaambiwa kazi ipo, tukikupa wewe utatupa nini? Na kama unaomba kazi, wewe unafikiri utawapa nini? Hela huna, na ndio maana unaenda kuomba kazi ili upate hela. Wanaume hawaulizwi hilo swali, wanajibiwa makavu kazi hamna. Lakini kama ni msichana anaulizwa, tukikupa kazi, nafasi ipo, wewe utatupa nini? Ukisha mpa utu wako, kazi inaisha na heshima yako inaisha. Kwa sababu kwenye maisha mpaka ufike miaka 65 hautafanya kazi kampuni moja. Kwa kadri utakavyo hama kampuni, utauza utu wako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lazima ulinde, na katika kulinda kuna kupoteza vitu fulani. Sasa kama umeokoka na unataka kumlingana Mungu, kuna hasara ya wokovu. Lazima ujue kuna hasara. Walio kunywa pombe hapa wanaelewa.
ukiokoka hasara mojawapo ni kuacha pombe. Nayo ni hasara. Hasara ya pili ni kula nyama ya tambiko, maana ni ya bure, hununui. Ni kwenda tuna kisu na kula. Hasara ya tatu ni kuishi mnavyotaka, unakuwa na masharti. Na ndio maana ndoa inafananishwa na agano kati ya mwanadamu na Mungu. Huwezi ukafunga ndoa na mwanaume ukaendelea kuwa na wanawake na wanaume wengine watatu. Huyu mwanaume wa kwanza atakuacha. Huwezi kufunga agano na Mungu ukawa na miungu mingine. Mungu atakuacha. Kwa anachodai Mungu ni uaminifu. Kama unataka kufunga ndoa ya agano na Mungu, unachodaiwa ni uaminifu. Na kwenye Ufunuo anasema uwe mwaminifu mpaka kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaona mnaenda safari afu anawaambia iweni majasiri, ujuage huko mbele kuna vitu vinavyotisha. Yesu anatuambia usiogope. Kama anasema tusiogope, maana yake kwenye safari hiyo viko vinavyotisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama unataka nguvu ya Mungu ijidhihirishe kwako, ruhusu utukufu wa Mungu umrudie yeye, ili Mungu ajidhihirishe kwenye vita ulionayo. Na amesema utukufu wangu usigawani na mtu. Kwa kama utukufu wake hagawani na mtu, wewe tanguliza kumrudishia utukufu. Kwa sababu ni mara nyingi sana Mungu anataka kufanya kazi na sisi, lakini akiona tunavyojiinua. Umewahi kuona kwaya ikienda ugeni inaimba? Yaani kama ni wastep unaweza kufikiri watavunjika hao, lakini wakirudi kwao wamepoa tu. Vyombo ni vile vile, wimbo ni ule ule, na wakati mwingine umerekodiwa, lakini siku hiyo wanazidisha step. Sasa kitu ninachotaka uweze kuona, Mungu anajidhihirishaje kwenye kitu ambacho wewe mwenyewe unajitakia sifa na haupi sifa. Kupata kazi kuna kufanya na wewe. Mungu akikupa kazi, maana anajua na kazi yake itaenda kupitia kazi yako. Akikupa kazi na kazi yako inakuwa sababu ya kuzuia kazi yake, usimuite kwenye kazi yako. Amen. Tunaweka mkutano wa Injili tarehe fulani, wewe unaandaa mashindano ya mpira tarehe hiyo, na kwenye uwanja huo, na kwa kuwa mkutano wa Injili haulipi kodi ya siku 5, wewe unaweka bonanza la siku 5 ili hao wa mkutano wa Injili wakose. Hakuna neno. Nakumbuka, sitaki kutaja watu wangu, tulikuwa tumeandaa ibada maalum wakati fulani, halafu kwenye ule uwanja tulitaka kuweka, mtu akasikia tunataka kuweka ibada pale, akaenda kulipa siku 3, lakini hafanyiki kitu, ila hataki mkutano wa Injili ufanyike pale siku 3. Yaani ile siku si tulisema tutafunga vyombo, amelipa. Ile siku tunasema tutafanyia ibada, amelipa. Ile siku ambayo tunasema sisi tutafungua vyombo, amelipa. Unafanya? Tunaenda uwanja mwingine, wametukubali, inapofika jioni nasema hapana. Tukaenda uwanja mwingine, wakasema huu uwanja hamwezi kupata. Tukamtafuta mkurugenzi akasema shida yao ni nini wasipate uwanja.
si wanalipia. Tukalipa, tukafanyia tukio pale. Tulipomaliza ile tukio, aliyelipa uwanja siku 3 ili mkutano wa injili usifanyike akaugua. Na wakati anaumwa ikatakiwa sasa atafute mchungaji wa kumhudumia. Na moja kati ya mchungaji walimdaka hospitali ni moja kati ya wale tuliokataliwa ule uwanja. Na tukagundua yeye ndo alilipa. Unaombaje ukifika kwa huyo mtu? Unamwambia Mungu ponya huyo mtu au mapenzi yako? Angaliaga watu nao waita kukuombea. Kama ulikuwa na vita nao usiwaite. Kwa sababu kuna wakati ambao ile hasira ya kibinadamu inasimama. Na unashangaa Mungu hakutumii. Sasa kama unaona ndani ya familia kuna kitu ambacho nataka Mungu akishughulikie, usiangalie wenzako kama wanasimama na wewe. Simama wewe kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu alisimama pamoja na Musa ili kumsaidia Yoshua kushinda vita. Kwa Mungu atasimama na wewe ili akusaidie ushinde vita. Kwa ndani ya familia hawaelewi kwa nini mnashinda vita vya kiroho. Kumbe kuna mtu ni muombaji na ajitangaza. Unajua Biblia inasema hivi. Kulikuwa na mwanamke mmoja anaitwa Ana, muombaji. Alikaa madhabahuni anaomba miaka 80 na kitu. Hakuna mtu alimuuliza unaombea nini. Mpaka siku Yesu ameletwa hekaluni ndio anawaambia jamani, maombi yangu yote hapa nilikuwa naomba Mungu alete mtu kama. Hafu humsikii tena huyo mwanamke akitenda. Ndio nakwambia kuna watu utasikia wewe tuliomba, unakumbuka mama tulivyoomba kwa ajili yake, muongo huyu hakuomba. Wewe subiri uvuke. Subiri uvuke. Tasikia tulikuwa tunakuombea. Kwa ukishinda utawajua waliokuwa wanakuombea. Lakini waombaji ushinde hawakuambii tulikuwa tunakuombea. Wanaungana na wewe tu, tunashukuru Mungu aliyekushindia. Hawakuambii tulikuwa tunakuombea. Na wewe nataka kusema unapokaa kwenye imani ya kiroho usiamini kwamba kuna watu wanakuombea. Ukiamini kwamba kuna watu wanakuombea hautakuwa muombaji. Na itakuwa ngumu sana kushinda vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika vita yako iliyoko ndani ya familia, muinue Mungu katikati ya vita. Muinue Mungu. Kumbuka Yoshua yuko vitani. Musa anachokifanya ni kumuinua Mungu, ila vita inaendelea. Kwenye vita usiseme hivi, ngoja nisimame kwanza ibada nishughulikie hii. Shughulikia jambo lako, usiache ibada. Kwa sababu Mungu wako atatokea kwenye ibada kwenda kushughulikia jambo lako. Musa yuko kwenye ibada mlimani, Yoshua yuko kwenye vita. Angalia sasa, Musa akiteremsha mkono, Israeli wanashindwa vita. Musa akinyanyua mikono, Israeli wanashinda vita. Swali, Mungu alikuwa anawasaidia Israeli kutokea wapi? Kwa Musa. Na ndio maana akishusha mikono wanapigwa, akiinua wanashinda. Kwa hiyo ili Mungu awasaidie, lazima awepo mtu ndani ya familia anayemuinua Mungu. Mmoja. Sio wewe na shangazi yako. Ni wewe peke yako. Amen. Amen. Sasa wewe endelea kukaa kanisani. Unasema wenzangu hawaombi. Wenzangu akina nani? Wewe unapokaa usiku unakuwa na wenzako. Sio kwa peke yako. Na basi tu kwamba wachawi hawana ujasiri wa kusimama mbele. Siku akisimama hapa kanisa utasikia jana wewe mama nani umesahau tulichokufanya.
Ajifanya kuna sali jana tulikulaza nje, umesahau. Na itakuwa ngumu kusimama. Singeliwaambia tulikuwa kwenye huduma Iringa huko, kuna eneo linaitwa Nduli, tulikuwa kwenye huduma. Sasa tunamwombea mzee mmoja. Amelala hapa na mwezi haamki. Amenyoka tu hivi. Haamki. Wanamgeuza kama gogo, wanamgeuza kama gogo. Tukaenda kuomba. Tukawa kwenye maombi yamepamba moto. Nilikuwa linajifyonya tu lile pepo. Tunaomba linajifyonya tu, hata aliongea. Tukakumbuka yale maombi Yesu aliomba. Ewe pepo, bubu na kisiki, mtoke mtu. Tukagundua hili lina kiburi tu, sio bubu wala sio kisiki. Kama naonaga waombaji wanazama makofi kwenye mapepo, ni kwa sababu unakemea linajitikisa tu, haliongei ila linasikia. Kwa ukisema kofi unafikiri labda litastuka kidogo. Tuliomba. Maombi yalipokolea, pepo likaamua kuongea, likasema haya, ngoja sisi tutoke. Lakini na mama nani umekuja? Na fulani. Ngoja tutoke huku tuje kweli. Kadri tulivyoendelea kuomba, watu walikuwa wanatoka nje. Hawarudi. Tulikuja kujikuta tumebaki wawili. Ndio tumebaki. Tunafikiri labda wenzetu ndio yale maombi tulifundishwa, mnapoomba wengine wao wanaimba. Labda wenzao wako kutafuta pumzi, hawapo. Tulifanya maombi mpaka mzee akaamka. Akakaa, anatuuliza tumetoka wapi. Ndio sisi tuko hapa muda mrefu, tuna siku kama kadhaa hapa kwenye huduma. Akasema nimeugua muda mrefu sana. Anasema nilikuwa nimefungwa na mti mmoja ulifungwa huku, mti mmoja ulifungwa huku. Kwa hiyo nilifungiliziwa kwenye ile miti, siwezi kujikunja wala kusimama. Kiroho sio kimwili. Nilikuwa nafanya maombi na dada mmoja. Mguu umekauka. Hawezi kutembea kwa kufanya hivi. Umeganda hivi. Ni kama mtu aliyefunga muhogo tunaita. Anatembea hivi. Hawezi kunyosha mguu. Lakini hamna shida, hamna piopingo wala nini. Umenyoka tu. Ila umekauka kwenda hivi. Vidole kule chini vinacheza. Sio kwamba umekauka umepoza. Lakini umeganda. Hospitali wamemwambia hana shida. Tukaingia huko. Pepo likalipuka, likasema sisi tumeweka vimti hapo. Marufuku kukunja. Ukisikia ni nyama tu, vimti hapo. Vimti ni jambo la kiroho. Amen. Sio jambo la kimwili. Tukaanza kuomba. Tukaamuru yule pepo atoe vile vijiti. Alishika ule mguu, alimminya hivi yule dada, alilalua kwa nguvu. Yaani naona namna anavyotumia nguvu kulalua pa. Alipolalua hivi, saa hiyo akafunga. Mguu ukawa mzima mpaka leo. Msisitizo wangu nilimwambia usiache nini? Mpaka leo sijamuona kabisa. Mpaka leo. Tutakutana tena wakati matatizo. Na kwa kuwa Yesu amesema umepewa bure, akirudi tunaomba tena. Lakini tunatamani kumkumbuka. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia jana. Kuna mtu alikuja alikopa hela mwaka 2013. Milioni 2. Akasema baada ya mwezi mmoja anarudisha. Ikapita, hajarudisha. Imepita miaka mpaka mwaka huu. Amekuja kukopa tena. Asema wewe ni namba 6. Hivi huyo umkumbushe? Unamkumbusha au umkumbushi? Sasa kanisani tukikukumbusha utasikia usihukumu. Asikia ile kanisa ile mtumishi ana hukumu. Hamna, tunakukumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama unataka kushinda vita vya kiroho, endelea kumuinua Mungu katikati ya vita. Usikate tamaa. Lakini pia usipigane na kila adui. Bali shikilia wingu. Wingu litateremsha silaha.
usipigane na kila adui, kwa sababu wakati mwingine adui analenga kukushambulia. Uachie ulichoshika. Nimewaambia mara kadhaa ule mfano nimesema kule jeshini. Niliwahi kuona grip wakiwa wameweka pilau nyama hapa, halafu wanajeshi wamejipanga hapa na mafimbo. Sasa wale wanaotaka chakula wanapokuja kwenye sufuria wanapigwa, mpaka hamna sahani, ni kushika kwa mikono. Kwa ukiinama kwenye sufuria, chakula utakachoshika ndo hicho hicho. Hata kama nataka kurudia ni ruksa, lakini mpaka ufike hapa fimbo. Kwa hiyo wanapokuja huku, hawa waliosimama kwa wanaanza kukupiga, piga mpaka ufike kwenye sufuria. Unapochota ile pilau na nyama, fimbo zinaendelea. Sasa wewe ndio utaamua uache pilau kimbie fimbo, au bora upigwe lakini wali upate. Na katika ulimwengu wa roho ni hivyo hivyo. Baraka zako ziko pale ili usifikie. Kuna ile miba kule kwetu, sasa sijui Kiswahili, kuna miba imekaa hivi. Ikikuchoma ile haichomi hivi, inachoma afu inalalua, kana choma hivi afu kanalalua. Sasa hiyo baraka kama iko pale, na ili uifikie kuna hiyo miba, kama unaogopa huepo. Wale waliokulia kijijini wanaelewa. Ule uyoga ule umeuona kwenye kichaka chenye miba, tunauacha. Hicho kichaka kitatafutiwa mbinu mpaka uyoga. Na mimi nataka kusema, tafuta mbinu. Kama baraka zako zimesongwa na miba, tafuta mbinu mpaka uzipate. Hamna kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe watu wa kukata tamaa. Baraka yetu ipo ndani ya familia, baraka ipo. Na kama mnakata tamaa, wote mnaishi kwenye gereza. Hakuna hata anayejitikisa. Nilikuwa nimeona mbwa alikuwa ameingia kukamata kuku kwenye banda. Akakamata kuku wa kwanza, yule kuku akawa kama amekufa. Yule kuku alipoona ameshamuua, akamwona wa pili, akamkimbilia yule. Alipomkimbilia yule, huyo aliamka, alipaa juu. Na yule aliyekuwa anamfuata kule alipaa juu. Kwa hiyo anasema njia mbili zilimshinda fisi. Alitoka na manyoya, lakini nyama hakula. Unapopigana vita, usianzishe vita mpya kabla hujashinda vita ya mwanzo. Amen. Ili ikusaidie nguvu zisiishe. Mimi nimejifunza usifanye mchezo kuombea mtu ana pepo. Unaweza kukemea pepo kutoka asubuhi mpaka jioni. Na kama utaendelea kukemea kwa sauti tu mpaka ufike jioni, utakuwa huna sauti. Kwa sababu unapokemea na lenyewe linapiga kelele na wewe unapanda nalo. Ukumbuke sio menzako yako mengi huko. Wewe uko peke yako. Kwa unakemea, ukiona linaongea sana unaliacha liongee, unaliuliza umemaliza. Unaendelea kuomba. Ukipanda na lenye linapanda, ukipanda na lenye linapanda. Na ndio unafika mahali unanong'ona, habari ya jioni. Wanauliza, vipi, mbona sauti imekauka? Niko maombi ya vita. Kwani maombi ya vita mpaka sauti itoke? Kuna maarifa mengi, lakini lazima uyapate kwenye neno. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame tupate dakika za kuomba. Mwambie Mungu, na mimi nasimama kama vile Musa aliposimama, ili tuweze kushinda ile vita iliyoko ndani ya familia. Dhihirisha Mungu kwamba unahitaji ile nguvu ambayo ilimsaidia Musa kushinda, iwasaidie na mimi. Kwa sababu kwenye hii mistari, ili taifa la Israeli ni familia.
Na ndio mimi pale nimesema ukoo. Kinachowatesa ukoo ni familia. Wewe una baba yako, una mama yako, mnateseka kivyenu. Lakini na baba mkubwa wanateseka kivyao. Lakini na shangazi wanateseka kivyao. Ule ni ukoo. Lakini ukicheki ule ukoo ni familia. Wewe kwa mfano, kama sisi tuko 12. Sisi tuko 12. Sasa fikiri kila mtoto apate watoto 5. Tunakuwa wangapi? Tunakuwa wangapi? Na wale watoto wapate watoto. Huo ni ukoo. Sio? Halafu sisi tuliotoka kwa baba huyu, mzee mama, tumetoka huku tukiwa tunaonewa na nguvu za giza. Maana yake kuna watoto 12 Shetani amewafunga kama mbuzi. Halafu na hao wanazaa huko kwenye zizi. Hawa watoto waliozaliwa gerezani watakuwa huru. Kwa ukoo mzima uko wapi? Gerezani. Wanaishi Dar es Salaam lakini ni wafungwa. Wako Mwanza lakini haijalishi mmetawanyika lakini mko gerezani. Mungu anamuinua Musa ambaye ni wewe, ili apate kuwasaidia. Halafu Musa ameteremsha mikono. Kwa nini? Unatamani na wale wafanye kama unavyofanya, wenzako hawataki. Umeteremsha mikono. Wanapopigwa na wao, na wewe utapigwa. Msikilize, Mordekai anasema hivi, usijidhanie Esther kwamba utapona. Watakufa Wayahudi wengi sana, lakini mwisho wa siku na wewe utakufa. Lakini hatutakufa wote. Mungu atatuinulia mtu mwingine atakayetusaidia. Esther aliposikia hayo maneno, mbona alinyanyuka? Mbona unasema sio gombani? Ngoja waseme kifo kinachofuata ni chako. Ndipo utajua maombi ya kupinga roho ya mauti. Nafunga, nakataa, nasambaratisha. Toka asubuhi mpaka jioni huko hapo. Tukikuuliza vipi utasikia kuna roho ya mauti na unanifuatilia. Simama wakati huu, kumbuka asubuhi tumesema tunahitaji nguvu za Mungu kabla ya vita. Sio ndani ya vita. Kabla. Yesu alijazwa nguvu akitoka Yordani, hapo ndipo akaenda jangwani kujaribu. Kwa tunapoenda kwenye majaribu tuna nguvu za Mungu. Nenda mbele za Bwana. Mungu aliye hai. Ninakushukuru. Kama Musa alishinda kwa sababu alikutegemea wewe, kwa sababu alikuamini wewe, kwa sababu alikutumainia wewe. Ushindi wa wana wa Israeli ulimtegemea Musa anyanyue mikono. Ushindi wa wana wa Israeli ulimtegemea Yoshua. Bwana, ushindi wao ulitokana na nguvu zako zilizomfunika Musa. Sawa sana vile Mungu umekusudia Musa apate kushinda ile vita. Bado tunao akina Musa kwenye familia. Huyu mama anasimama kama Musa, huyu baba anasimama kama Musa. Kama Musa alisimama kwa ajili ya Israeli, ambalo ni taifa moja, ambalo ni familia moja, ndivyo huyu mama anavyosimama kwa ajili ya ukoo wao, ambao ni familia moja. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninatamka kwenye hii madhabahu, kama kuna namna iwayo yote ambayo adui alikuwa anaiinua ili kumsababisha mama kushindwa kustahimili, ili kumsababisha baba kushindwa kustahimili, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, neno lako limehakikiwa, neno lako limehakikiwa. Ninakusihi kwa mamlaka ya jina la Yesu, hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu imsaidie na huyu mama kushinda ile vita iliyoko ndani ya ukoo, iliyoko ndani ya familia, ile roho ya mauti ambayo inatembea kule ndani, ile roho ya mauti ambayo inavuruga mipango kule ndani. Bidii wanayo, lakini adui anawavuruga. Tunajua kabisa bidii ya Yoshua kupigana vita alikuwa nayo, lakini Musa alipoteremsha mikono, wana wa Israeli walishindwa, na alipoinua, wana wa Israeli walishinda. Inua imani ya huyu mama isitindike katikati ya hiyo vita. Inua imani ya huyu baba isitindike katikati ya vita. Inua imani ya hiyo familia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
ninasihi udhihirisho wa nguvu zako, ninasihi udhihirisho wa nguvu zako. Huyo mama akaone uweza wa kimungu, huyo baba akaone uweza wa kimungu kwenye familia. Hatusimami peke yetu, tunasimama tukiwakilisha makabila yetu, tukiwakilisha familia zetu, tukiwakilisha koo zetu, maana tunajua mahali Bwana umetutoa, maana tunajua mahali Bwana umetutoa haikuwa kazi nyepesi. Ni mkono wako umetubeba, ni mkono wako unatutetea, ni mkono wako unatupigania, ni mkono wako unatuvusha. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kama kuna miungu mingine inayosimama kutuvuruga, kama kuna miungu mingine inayosimama kutuharibia, Baba, kwa mamlaka yako tunasimama kwenye hii madhabahu. Tunaruhusu damu ya Yesu ipite, tunaruhusu damu ya Yesu ipite kuangusha kila madhabahu, kuangusha kila falme na mamlaka za giza, kuangusha kila nguvu za kuzimu. Tunapinga zile madhabahu zinazojiinua kinyume na utukufu wa jina lako. Tunapinga kila utawala wa kipepo, tunapinga kila utawala wa kichawi unaoburuza hiyo familia, unaoburuza ndoto zao, unaoburuza maono yao, unaovuruga mipango wako nayo. Baba, huyu ndiye Musa, Baba, huyu ndiye Yoshua, Baba, huyu ndiye karibu wa leo, Baba, huyu ndiye ambaye amesimama Bwana mbele za kwako. Maana umesema kisha nikatafuta mtu miongoni mwao atakayesimama na kulitengeneza boma. Mungu, kama ulimpata Esther, Mungu kama ulimpata Nehemia, Mungu kama ulimpata mtumishi awaye yote aliyesimama kwa niaba ya taifa, aliyesimama kwa niaba ya familia, na huyu mama anasimama kwa zamu yake, na yeye anasimama kwa zamu yake, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya ukoo, kwa ajili ya miji, kwa ajili ya malango. Nami ninasimama Bwana wakati na majira haya, nikisi ufalme na nguvu zako viteremke, vimsaidie kuvuka, viteremke, vimsaidie kuvuka. Asikaye utumwani kabisa, asikaye utumwani kabisa. Ninakataa roho za utumwa, ninakataa roho za utumwa, ninabatilisha utumwa wa laana, utumwa wa mauti, utumwa wa giza. Ninainua mbingu za mahali hapa, Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Huyo mama apokee kufunguliwa, huyo baba apokee kufunguliwa, huyo kijana apokee kufunguliwa. Mungu aliye hai, tunasimama kwa sababu yetu. Haijalishi wametudharau kiasi gani, lakini tunaungana na Paulo anaposema walipoiona neema niliyopewa wakanipa mkono wa shirika, walipoiona neema niliyopewa. Nami ninaomba neema ikadhihirishwe kwa yule mama, ikadhihirishwe kwa yule baba, ikadhihirishwe kwa yule kijana, ili familia nzima waone ile neema uliyoiachilia. Nasi tunaomba kama kanisa, ulifunike kwa neema yako, funika madhabahu hii kwa neema yako, ikawe na nguvu inayoisha, ikawe na nguvu inayoponya, ikawe na nguvu itokayo kwako. Tunatamani kila anayeingia akakutane na nguvu za kwako, aliyekuja mgonjwa akapokea uponyaji, hata kama hajawekewa mkono, lakini kitendo cha kuingia likawe ni birika linaloponya, likawe ni birika linalokutakasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunafunika anga la mahali hapa, tunafunika anga la mahali hapa, tunafunika ardhi ya mahali hapa kwa moto na kwa damu yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo. Huyo mama asikie ndani yake kupona, huyo baba asikie ndani yake kupona, huyo kijana asikie ndani yake kupona. Ninatangaza kwenye hii madhabahu, ukiwa na laana visikae, ukiwa na laana visikae. Ninatangaza huyo mama, huyo baba, huyo kijana, haijalishi walizaliwa katika nchi ya utumwa, haijalishi walizaliwa katika nchi ya Misri kiukoo, haijalishi Bwana, lakini Mungu ulimtumia Musa kuwatoa, ulimtumia Musa kuwatoa katika nchi ya utumwa. Bado tunao akina Musa kwenye familia, nasi tunaomba watumie hao, kwa sababu taifa la Israeli ni familia ya mzee Yakobo. Ulimtumia Musa kuwatoa. Mungu aliye hai, tunajua na huyu dada anatamani kutoka, na huyu mama anatamani kutoka, na huyu kijana anatamani kutoka, lakini ni nani atasimama? Yeye amesimama kwa zamu yake, na yeye ndiye Musa kwenye hiyo familia, na yeye ndiye Musa kwenye huo ukoo. Laana isiendelee kuwatesa, maneno ya watesi yasiendelee kuwatesa. Mungu aliye hai, wameshakaa muda mrefu mikononi mwa Farao, ameshawatumikisha miaka mingi, ameshawatumikisha miaka mingi, lakini ni saa ambayo wanatamani kukutumikia wewe, ni saa ambayo wanatamani kusimama kwa zamu ili wakutumikie wewe. Nasi tunasimama hii madhabahu, tunaruhusu nguvu ya ukombozi, nguvu ya kuwafungua waliofungwa, nguvu ya kuwarejesha
Natangaza kwenye hii madhabahu, huyo mama apone, huyo baba apone, huyo kijana apone, huyo mzee apone, huyo yatima apone, huyo mjane apone, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Efata, 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 efata. Tunaruhusu nguvu ya damu ya Yesu, 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 tunaruhusu nguvu ya damu ya Yesu ipite, imsaidie huyo mama, ipite, imsaidie huyo baba, ipite, imsaidie huyo kijana, ipite, imsaidie huyo mzee. Ninakataa ukiwa, ninakataa ukaufu, nakataa unyaufu, nakataa laana ya magonjwa, urithi mbaya kwenye familia, urithi mbaya kwenye ukoo, urithi mbaya kwenye biashara, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila maneno mabaya ya kipepo yaliyotabiriwa juu yetu, kila maneno mabaya ya kipepo yaliyotolewa juu ya watoto wetu, tunafuta, 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 tunafuta hayo maneno ya kipepo, huo unabii wa kipepo, tunafuta, tunafuta, tunafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Maneno mabaya aliyotamkiwa kwamba atakuwa ni mtu wa madeni, maneno mabaya, maana tunajua ndani ya maandiko matakatifu yuko mama mjane aliyekaa na madeni mpaka kiwango cha watoto wake kutakiwa kuchukuliwa. Ndio maana tunaomba neema yako imsaidie huyu mama, neema yako imsaidie huyu baba, maana yawezekana kabisa lango la madeni linataka kunyang'anya nyumba, nataka kunyang'anya kiwanja, nataka kunyang'anya gari, nataka kunyang'anya bidhaa. Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo tunaruhusu hiyo damu iponye biashara, iponye uchumi, iponye mifumo ya uchumi wake, ili Bwana kile ambacho Mungu amempa kikawe salama, sawa sawa na yule mwanamke ulipomsaidia, nyumba yake ikawa salama, watoto wake wakawa salama, ukajaza mapipa ya mafuta kutoka kwenye chupa moja, naye ikawa baraka. Na mimi naomba Bwana, Mungu aliye hai, chanzo cha mapato yake kisikauke, 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 kisikauke. Tunaachilia damu ya Yesu kwa watoto wetu, tunaachilia damu ya Yesu kwenye biashara, tunaachilia damu ya Yesu kwenye mifumo ya maisha yetu. Damu ya Yesu itufunike kwenye hii madhabahu kwa ajili ya sikukuu yetu ya watoto. Tunaachilia damu ya Yesu, tunateka anga, tunateka ardhi, tunakataa pando la kipepo kwenye vyakula, kwenye vyakunywa, tunakataa pando la kipepo, tunakataa roho za kichawi, tunakataa roho za kiganga zinazopanga kujihudhurisha kuvuruga kazi yako. Tunaweka wakfu wapishi, tunaweka wakfu vyakula, tunaweka wakfu sherehe nzima kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ikawe lango la baraka kwa watoto wetu, ikawe lango la baraka kwenye kanisa, ikawe lango la baraka kwa waombaji. Kila mmoja akawe na ushuhuda, akaseme nimemuona Bwana, akaseme nimemuona Bwana, akaseme nimemuona Bwana, akaseme nimemuona Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na iachilia damu ya Yesu, 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 iwafunike, iwatunze, iwatetee, iwaimarishe. Ninawatenga na laana, ninawatenga na roho za mauti, ninawatenga na kila mapando ya uharibifu. Ninaiachilia damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Mama pokea muujiza, baba pokea muujiza, kijana pokea muujiza, maana lango limefunguka. Hautakaa utumani tena, hautakaa kwenye laana tena, hautakaa kwenye mauti tena. Ninaruhusu nguvu ya Mungu ikakusaidie, ninaruhusu nguvu ya Mungu ikakusaidie, ikashughulikie kila nguvu za kipepo, ikashughulikie kila nguvu za kimila, ikashughulikie kila nguvu za kiganga zilizokaa ndani ya familia, zilizokaa ndani ya ukoo. Haijalishi nimetoka kwa nani, haijalishi zimetumwa kutoka madhabahu ipi, maadamu ziko kinyume na kusudi la Bwana, tunaruhusu damu ya Yesu ipite, ikavuruge vuruge hiyo mipango ya kipepo, ikavuruge vuruge hizo ratiba za kipepo. Tunaangusha kila mawazo mabaya, tunaangusha kila mifumo ya kipepo. Tunaruhusu hii madhabahu ikawe moto lao, tunaruhusu hii madhabahu ikawe moto lao, na nguzo zake na kuta zake na malango ya kuingilia. Tunabariki hivi viwanja, tunaachia damu ya Yesu kwenye mipaka ya viwanja hivi, kwenye njia watu wako wanazopita. Tunaachilia damu ya Yesu
umesema hautatuacha yatima. Na ijulikane huyo mama, na ijulikane huyo baba kwamba hatakaa katika uyatima, kwamba hatakaa katika upweke, kwamba hatakaa katika kuachwa, bali wingu lako litamfunika kama ulivyomfunika Musa kwenye huyo mlima, na nguvu zako zikamsaidia Yoshua kushinda. Na mimi naomba nguvu zako zimfunike huyu mama na zikasaidia familia yao kushinda majaribu, kushinda mapito ya kila namna. Na huyu mama akawe na wimbo mpya, na huyu baba akawe na wimbo mpya, na huyu kijana akawe na wimbo mpya. Mungu kajidhihirishe ndani yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaweka wakfu ibada ya siku ya kesho. Mungu ukasimamishe wingu lako la utukufu, likafunike hema ya kukutania, likafunike hema ya kukutania. Funika watoto wetu, funika kwaya, funika wazee wa kanisa, funika wachungaji na wahudumu wote na washarika wote waliojiandaa kushiriki ibada. Mungu ndiye hai, simama mwenyewe kwa ajili ya hilo kusanyiko, simama mwenyewe kwa ajili ya ibada hiyo. Kajihudhurishe ukiponya na kuokoa. Utukufu na heshima ni kwako. Wewe unasema tukuite na wewe utaitika. Tunaomba itika kwa ajili ya yule mama, itika kwa ajili ya yule baba, itika kwa ajili ya yule kijana. Mungu ndiye hai, ukajidhihirishe na nguvu zako, na kila mmoja akaseme nimemwona Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tumeomba na kukushukuru. Ubariki sadaka ya muda walioitoa watoto wako kwa hapa, na ukabariki Bwana sadaka tulizozishika kwenye mikono yetu, ili tunapoziachilia zikawe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kukupendeza. Sisi tukinyamaza sadaka ikanene. Tunajiweka wakfu kwa ajili yetu, na tunajiweka wakfu kwa ajili ya sadaka. Neema yako ikawe juu yetu, katujalie afya njema, na ukatupe kibali tena kujihudhurisha kwenye hii madhabahu, na wingu lako la utukufu litembee na watu hawa, likafanyike baraka na neema. Kwa Kristo Yesu tumeomba na kukushukuru, amen. Mungu akubariki, Mungu akulinde, akutunze. Endelea kuomba udhihirisho wa nguvu za Mungu. Lakini kama umejiandaa kwa sadaka, karibu kwa sadaka yako. Nikukumbushe tu kwamba kesho ni Jumapili na ibada yetu itaanza saa 1:30. Na nikukumbushe kuwa ni sikukuu ya watoto. Tutakuwa na sikukuu ya watoto, tumeiahirisha hapo nyuma kwa sababu ya changamoto za kitaifa. Lakini kesho tutajifanya sikukuu ya watoto. Na usiogope taarifa zilizotoka za maandamano tena, lakini inaonyesha ni mwezi wa 12 inasemekana ndipo kuna hizo taarifa. Kwa hiyo usiogope kesho kuwepo kwenye ibada. Njoo tuungane tuyatimize yale ambayo Mungu alitupa kufanya kwa ajili ya watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbuka tu kwamba kesho Mungu akitupa neema tutakuwa na Askofu Ashe Bambo ambaye ni askofu wetu, na sasa wako njiani wanaelekea hapa Mbeya. Tuwaombee wafike salama. Tunaamini saa 2 watakuwa wanaingia hapa, na kesho asubuhi tutakutana nao ibada. Mimi niwatakie usiku mwema.